Alama. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania imempoteza mtu mwenye uzoefu wa aina yake kwenye uongozi wa siasa kutokana na kifo cha aliyekuwa waziri wa sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu William Lukuvi. Amesema hayo wakati wa ibada ya kuagwa kwa mwili wa Lukuvi iliyofanyika katika viwanja vya Karimjee jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali. Mamia ya waombolezaji wamefika hapa katika viwanja vya Karimjee jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuaga mwili wa aliyekuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu William Lukuvi, kabla ya kusafirishwa hapo kesho kwa ajili ya maziko mkoani Iringa. Baada ya ibada hiyo ukawadia wasaa wa kutoa ujumbe wa pole, na ndipo Rais Samia akabainisha umuhimu wa busara za watu wa aina ya Lukuvi katika changamoto zinazokabili dunia hivi sasa. Katika kipindi hiki dunia yetu kama mnavyoelewa imejaa misuguano na machafuko ambayo kwa vyovyote vile yatapandisha hali ya maisha kuwa ngumu, si kwa Tanzania tu lakini hata kwa dunia. Tumeanza kushuhudia upandaji wa bei za mafuta na vivyo hivyo tutashuhudia upandaji wa bei za bidhaa, lakini pia kama vita hii inayoendelea itaendelea, basi tunategemea pia kuwa na mdororo wa uchumi duniani, mambo ambayo yanataka umakini katika kufanya maamuzi katika uongozi wa nchi yetu. Tulimhitaji ndugu Lukuvi sasa kuliko jana. Kwa viongozi wengi, mtazamo wao kwa Lukuvi ni umahiri na uchapakazi wake. Tutaendelea kumkumbuka kwa juhudi zake katika kushughulikia changamoto za wananchi, hasa wanyonge, katika kukabiliana na migogoro ya ardhi nchini. Watanzania wengi watamkumbuka kwa namna alivyofanya kazi za utatuzi wa migogoro bila kuchoka usiku na mchana, jambo ambalo ni mfano mzuri wa uwajibikaji kwa kila kiongozi. Kufanya kazi, ukimwagiza kitu anajisikia vizuri kwamba ameagizwa na anajisikia vizuri kwamba anatoa taarifa ya kazi uliyomtuma ameifanyaje. Marehemu William Lukuvi alifariki dunia Jumatano hii alipokuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma. Anatarajiwa kuzikwa nyumbani kwao Iringa wiki ijayo, ambapo ameacha mke na watoto watatu. Upendo Michael, Habari Weekend, Dar es Salaam. Nako mkoani Iringa katika kijiji cha Idodi alikozaliwa William Lukuvi, maandalizi ya mazishi yake yanaendelea kama ambavyo Mohamed Nyaulingo anatueleza kwenye taarifa hii. Hapa ndipo yalipo makazi ya aliyekuwa mbunge wa jimbo hili la Isimani na waziri wa wizara mbalimbali William Vangimembe Lukuvi, eneo ambalo liko tu kando mwa barabara kuu inayokwenda hifadhi ya taifa ya Ruaha. Eneo hili ndiko ambako alikuwa akiishi na kufanya shughuli zake za kibunge anapofika katika jimbo hili la Isimani, na hapa ni katika kijiji cha Idodi. Fahamike tu ya kwamba makaburi ya familia yako kando mwa eneo hili, lakini yeye alichagua kuzikwa ndani ya eneo lake ambalo limezungushiwa ukuta, na kaburi lake liko umbali wa mita kama 20 tu kutoka yalipokuwa makazi yake. Kinachoendelea hivi sasa hapa Idodi ni maandalizi ya ufungaji wa matenti mbalimbali kwa ajili ya watu ambao watafika hapa, viongozi wa serikali na chama, watu mashuhuri na wananchi, kwa maana wananchi wake wa jimbo hili la Isimani ambao wana hamu kubwa ya kuona. Lakini alitoka hapa akiwa anazungumza, akiweka ahadi mbalimbali, lakini anarejea akiwa hawezi kusema chochote na wananchi wake. Baada ya kuangazia maandalizi kwa ujumla wake hapa nyumbani kwake, lakini maandiko yanasema kila nafsi itaonja umauti, na hii ndiyo nyumba yake ya milele William Vangimembe Lukuvi, kwa maana ya kaburi lake linaendelea kujengwa hapa ili kuhakikisha siku ya Jumanne basi mwili wake unahifadhiwa hapa. Yako mengi ya Wanaisimani, wana Iringa watayakumbuka kutoka kwake, kwani yeye ndiye mbunge wa kwanza wa jimbo hili, na sasa anaondoka, pengine ndio atapatikana mbunge wa pili. Mimi naitwa Mohamed Nyaulingo, Azam News, Idodi.
Baadhi ya wakazi wa jiji la Mbeya wameonekana wakifurika katika baadhi ya vituo vya mafuta wakisaka petroli kwa siku ya pili mfululizo. Wakizungumza na Habari Wikendi, wamesema mafuta hayo yameadimika na hivyo wanahofu ya uendeshaji wa vyombo vyao vya moto. Toka jana natafuta mafuta, sijafanikiwa kupata. Leo nimeshapita vituo vitatu vya mafuta, sijapata. Nikaelekezwa kwamba hapa naweza kupata mafuta, lakini naona hali ndo kama hii, bajaji nyingi, pikipiki nyingi. Yaani mimi hivi saizi nina gari, lakini nimeamua ile gari kuliacha nyumbani, angalau nihangaike nije hapa nitafute angalau kama, kwa sababu ni sheri hii moja ambayo nimeona hapa katika eneo hili la mjini Mbeya mjini linafanya kazi. Changamoto yetu kwenye sheri zimekuwa ni mafuta. Afadhali kama hivi yanapatikana kwa foleni, lakini tulikotoka sisi kama Chunya, sheri zote za Chunya hazina mafuta. Katika hatua nyingine, wizara imetoa maagizo kuhusiana na uhaba huo wa mafuta na imetoa maagizo kwa mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA kuanzia leo ichukue hatua kwa wafanyabiashara wote wa mafuta watakaobainika wanaficha mafuta kwa makusudi na kutengeneza taharuki nchini. Katibu mkuu wa Wizara ya Nishati James Mataragio ametoa maagizo hayo Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari, akisisitiza kuwa kwa sasa mafuta hayo yapo ya kutosha. Ukikamatwa utashtakiwa, ni kosa la uhujumu uchumi. Kwa hiyo niwaombe wote wale retailers, traders ambao wanafanya hivyo waache mara moja, kwa sababu wana create shortage. Kuna baadhi ya vituo wanapiga simu wanasema kwamba hakuna mafuta, ni kwamba wanalodi mafuta hapa Dar es Salaam lakini hayafiki kwenye vituo, wanayaweka somewhere, wanasubiri bei mpya zitangazwe ili waweze kuyauza. Tukikamata ni uhujumu uchumi. Mimi niwe very clear kwamba tukikamata, na nimewaelekeza EWURA kuanzia leo, EWURA bwana, usimwonee mtu yote aibu. Kama mtu amekamatwa ameficha mafuta, kwa kweli sisi hatutamvumilia. Ni James Mataragio, katibu mkuu wa Wizara ya Nishati. Katika hatua nyingine, Wizara ya Nishati imeagiza mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA kuanzia leo ichukue hatua kwa wafanya biashara wote ambao watabainika kuficha mafuta na kutengeneza taharuki, na ndio taarifa hiyo ambayo tumeona hapo Katibu Mkuu James Mataragio akitoa maagizo hayo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari. Katika taarifa nyingine, Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Ngereza Miraji Mzee amesema utafiti unaofanywa katika nchi 10 za Afrika umebaini uwezekano wa kutibu kwa pamoja magonjwa ya ukimwi, kifua kikuu na kisukari, hatua ambayo inaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza gharama. Tumerejea tena kwenye Habari Wikendi, matangazo yetu muda huu, tukikuletea taarifa nyingine kutoka maeneo mbalimbali nchini. Sasa tuangazie huko Njombe ambako wananchi wa kijiji cha Ihalula mkoani Njombe wameomba ufanyike ufuatiliaji kubaini wananchi wenzao wanaoshindwa kuwapeleka watoto kuendelea na elimu ya sekondari, huku wakitaja sababu kuwa baadhi yao hawaruhusu kwenda mijini kufanya kazi za majumbani, huku wengine wakidaiwa kuwapeleka kwenye karakana za mitaani kujifunza shughuli za ufundi. Taarifa zaidi na Emmanuel Kalemba. Wananchi wa kijiji cha Ihalula kilichopo katika kata Utalingolo, halmashauri ya mji Njombe, wamekutana na viongozi wao wa ngazi ya kijiji, kata na halmashauri na kupata wasaa kueleza changamoto wanazokabiliana nazo. Tumefika kama mara 2 tukitoka huko zahanati, wanatuambia tuje tufuate dawa hapa kituo cha afya. Tukifika hapa dawa hazipo. Watoto wanafaulu hawaendi sekondari, na tuna serikali ipo na watoto wapo ndani ya serikali. Kwa nini serikali yetu ya kijiji isichukue hatua juu ya hao? Mkutano umejumuisha watendaji wa idara tofauti ambao kazi yao ni kutoa ufafanuzi wa kila hoja
inayoibuliwa na wananchi. Niliagiza watendaji wangu wa vijiji wafuatilie, kwa sababu ilionekana kuna baadhi ya watoto wengine wameteuliwa kwenda, wazazi wamepeleka shule za private. Kwa hiyo nilisema wafuatilie tuone uhalisia ni wangapi ambao wameenda private na wangapi ambao hawajaenda private, wako nyumbani tu hawajaripoti shule. Hao ndio tunataka tuwafikishe mahakamani moja kwa moja kuanzia kwenye baraza la kata. Lakini wakati mwingine kuna baadhi ya dawa na washitiri pia hawana. Mfano kama hiyo wezi ya mwisho ambayo nimeifanyia kazi mwenyewe na nimepokea dawa mwenyewe. Tuliandika kwa washitiri, baadhi ya dawa tumepata na baadhi ya dawa hazipo. Pale tunapobidi tunakuandikia kanunue. Changamoto ya barabara hususan wakati wa masika imekuwa sehemu ya kero zilizotajwa na wananchi, ambapo mwenyekiti wa halmashauri ya mji Njombe amelitolea maelezo. Naomba kuagiza vijiji vyote ndani ya halmashauri ya mji wa Njombe, wale wote wanaoshughulika na ukataji wa nguzo, la kwanza wasiguze barabara, lakini la pili yale maganda ambayo wanakuwa wameyatoa wasiache barabara. Kando na eneo la mkutano, nikataka kufahamu sababu zinazowafanya wazazi wasiruhusu watoto wao wasiendelee na elimu ya sekondari. Wengine wanabaki hapa na wengine wanapelekwa huko kufanya kazi za ndani, wengine wanapelekwa kwa wajomba zao. Wazazi wanaomba kuharisisha watoto kwamba msemaji shule hatutaki, nataka ufundi, kitu ambacho sio sawa. Kwa sisi kama serikali tunajipanga kwa sababu tunadhibiti hilo, kwa kisha watoto wote wanaenda shuleni kadri ya serikali ilivyopangia. Katika mkutano huu, wananchi na viongozi wamejadili masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo yao. Emmanuel Kalemba, Azam News, Njombe. Mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar ZMA imeanzisha ratiba maalum za usafiri za majahazi kati ya Zanzibar na Tanzania bara kufuatia mabadiliko ya hali ya hewa yanayoambatana na upepo wa kusi ambao wakati mwingine huhatarisha usalama wa wasafiri, kama ambavyo Mtumwa Said anaeleza. Usafiri wa majahazi umeendelea kuwa tegemeo muhimu kwa wafanyabiashara wengi wanaosafirisha bidhaa kati ya Zanzibar na Tanzania bara. Licha ya kukabiliwa na changamoto za dhoruba na upepo mkali ambazo wakati mwingine husababisha hasara kubwa, ikiwemo kuzama kwa mali na kupoteza maisha. Kutokana na mabadiliko ya hewa kutoka upepo wa kaskazini kwenda upepo wa kusi, Mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar imechukua hatua kuweka ratiba maalum za safari za majahazi ili kupunguza hatari zinazoweza kujitokeza baharini. Upepo huu ni upepo hatari sana kuliko upepo zote ambazo tunazo kaskazini na upepo mwingine, kwa sababu huu una tabia ya kushtukiza. Unaweza kukuta tu umetoka kweupe, lakini mara unaona wingu kimetanda, mvua kubwa na radi. Kwa hiyo ndio tukaona kwamba sasa kipindi kimefika cha kuandaa hizi ratiba ili kuepusha hawa wenye majahazi kupata ajali zilizokuwa zinaweza kuepukika. Aidha, kaimu mkurugenzi huyo akabainisha ni namna gani kuandaa ratiba za safari za majahazi hayo. Kuna majahazi yale makubwa ambayo tunayaita mabumu. Haya tumeyapa ratiba ya kuondoka saa 9 hadi saa 11 jioni. Haya kidogo yanajiweza kwa sababu yanakuwa yana rada, yana mashine, kwa hiyo huwa hayategemei sana upepo. Kwa hiyo tumeyasogeza kidogo, na baada ikisha kutumia saa 11 haturuhusu tena jahazi lolote kuondoka Zanzibar kuelekea huko, kwa sababu milango ya kuingia kule inakuwa tayari ni hatari. Na ikitokezea kwamba nahodha amekiuka kufuata utaratibu wetu tulioweka, kwa ina maana kwamba sisi yule pale kwake yeye na kuwa hana vigezo tena kwa utumiaji wa chombo kuendesha akiwa kama ni nahodha mwenye jukumu la chombo. Kwa hiyo tunampokonya leseni ile pale, tunamfutia kabisa, tunamtaarifu mwenye chombo kwamba chombo chako kwa sasa hivi nahodha uliokuwa naye hafai. Kwa upande wao, manahodha wa majahazi wameelezea jinsi ratiba hiyo itakavyowasaidia kupanga safari zao kwa ufanisi. Kutoka hapa saa 8 au saa 9 kule Bagamoyo anafika mapema bila kupata mashaka. Lakini akitoka hapa usiku akaenda kule usiku, chombo kipata ajali usiku baharini, tunapata tabu sisi. Kwenda ukitafuta hapo usiku inakuwa mashaka makubwa. Uo mchana kwenda kutafuta, juzi moja tu mwezi uliopita tumeenda kutafuta chombo mchana, basi tumepata tabu sana. Imagine siku moja nilitoka mchana Mkokotoni, lakini bahati nzuri au bahati mbaya nikakutana na upepo njiani. Na muda ulikuwa ushakuwa jioni. Niliuona ugumu wake kwa sababu mpaka nakuja kupata msaada ilikuwa ni alfajiri tena. Na nilipata changamoto saa 1 ya usiku.
Ratiba hii inatajwa kwenda kuwasaidia manahodha kuepukana na ajali zinazotokana na pepo mbalimbali zitakazojitokeza wawapo safarini kati ya Tanzania bara na visiwani. Kutoka Unguja, Mtumwa Saidi, Azam News. Baadhi ya wadau wakiwemo wazazi, walezi na viongozi wa dini wametoa ushauri kwa wazazi wengine kuhakikisha wanaangalia adhabu za kuwapa watoto wao wanapowakosea kwa kuzingatia umri na jinsia ili isilete madhara zaidi katika mwili wa mtoto. Ushauri huo umetolewa siku chache baada ya kusambaa picha mjongeo ikimwonyesha mwanamke mmoja akimwadhibu mtoto wake kwa fimbo, jambo lililosababisha hisia tofauti katika jamii. Mwakalinga kutoka Dodoma ametuandalia ripoti hiyo. Tunazungumza na baadhi ya wazazi ambao wanaelezea uwepo wa adhabu kwa watoto. Unavyomwadhibu mtoto, kama ni fimbo, angalia ni fimbo ipi unaitumia. Kuangalia na umri, kama mtoto ni mdogo wa miaka 5, 10, angalia, tafuta kafimbo tu kadogo. Watoto wanaelewa, wanaogopa fimbo. Kwa hiyo ukimchapa tu kidogo anajua amekosea. Na wakati mwingine adhabu nyingine unaweza kutumia, unamwangalia mtoto, je, kuna vitu gani anavipenda. Inaweza kawa ni adhabu tosha, kitu gani anakipenda. Na kile kitu kinaweza kumsaidia mtoto kumuondoa kwenye ile hali kwamba ukimzuia au kumnyima kile kitu anachokipenda, anaweza asifanye hilo jambo. Adhabu kwa mtoto ni hakika, kwa sababu mtoto asipochapwa pia naye haisaidii. Ataona jambo analofanya ni halali tu, hata kama atakosea ataona ni jambo la kawaida, na ila pia alitamletea hofu katika namna ya kuishi na watu. Kwa hiyo anapokuwa amekosea, akichapwa ni muhimu. Tunataka adhabu sasa isipite kiasi. Evans Chande ni kiongozi wa kiroho na yeye anatoa mtazamo wake. Mtoto kupewa adhabu ya fimbo au kuadhibiwa ni sahihi, lakini unaangalia ni adhabu gani, kwa sababu huwezi ukachukua pasi unaanza kumchoma mtoto. Hiyo sio adhabu, huo ni uwaji, huo ni ukatili. Huwezi kumchukua mtoto kamfunga kwenye mti na kamba, anasema mimi namuadhibu. Hapana, Biblia imesema fimbo ya adhabu unamtandika. Kitu muhimu sana ni kuhakikisha tunawapa watoto malezi bora. Lakini nini hasa kinafanyika endapo mzazi atabainika kumwadhibu mtoto zaidi ya kiwango? Ukitoa adhabu ya kikatili au adhabu iliyopita kiasi au adhabu iliyozidi, tunachukua hatua za kisheria, kwa sababu utakuwa umeshasababisha madhara, umeshamuumiza mtoto, umeshamjeruhi, umeweka makovu, unaweza kusababisha ulemavu, wakati mwingine ukasababisha hata kifo. Lakini maumivu yaliyozidi yanaathiri kisaikolojia, mtoto anapata madhara mengine zaidi. Kwa hiyo sisi tunachukua hatua kwa mujibu wa sheria. Makosa mengi kwa watoto sioni kama wanastahili adhabu. Lakini basi ikitokea unataka kuonyesha mtoto huyu amekosea, hii adhabu unapoitoa, angalia isimuumize. Baadhi ya wataalamu wanasema adhabu kali kwa watoto huathiri afya ya akili na mwili, na wakati mwingine hupunguza kujiamini na kuongeza hofu badala ya nidhamu. Joyce Mwakalinga, Habari Weekend, Dodoma. Wewe kujiuliza ni adhabu ya namna gani ambayo mtoto wako anastahili? Hilo ni swala la mjadala, na hapa studioni tunaye Onesmo Itozia ambaye ni mtaalamu wa masuala ya watoto. Yuko hapa tayari kwa ajili ya kuzungumza. Nafikiri kupitia mjadala huu tutakubaliana sasa ni jinsi gani ya kuadhibu watoto wetu katika namna ambayo itawajenga na sio kuwadhuru miili yao, saikolojia na hata mioyo yao. Tutakuja kuzungumza kuhusu hilo muda mfupi ujao. Tumerejea tena kwenye matangazo yetu ya Habari Weekend na tutazungumza zaidi kuhusu taarifa yetu ambayo umetoka kuitazama hapo, aina ya adhabu ambayo inakubalika kwa mtoto. Na hapo tumeona taarifa yetu ilikuwa inahusiana na ile picha ambayo ilikuwa inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ikihusisha mzazi ambaye alionekana kumwadhibu vikali mtoto, na ile ikaleta hisia tofauti. Watu wakaona imekuwa ni adhabu, yani ni kama amevuka kiwango ambacho kinahitajika. Sasa swali linakuja, je, ni adhabu ya namna gani Onesmo ambayo mtoto anastahili kupewa pale anapofanya kosa? Jambo la kwanza ambalo nadhani tunatakiwa kulijadili kwanza kabla hatujajua adhabu ya namna gani, tujaribu kuangalia adhabu inalenga nini. Kwa hiyo ukishajua nini unataka kufanya,
ndio inaweza kukusaidia ujue unakifanyaje. Sasa adhabu nia yake kwa kawaida ingelenga kumbadilisha mtoto tabia, kumjenga kimtazamo, kumpa nidhamu, kumpa mwongozo wa maisha ambayo yanatarajiwa ayaishi kwenye jamii. Sasa wazazi wengi wanaumiza watoto na kuwafanyia ukatili, kuwapa adhabu hizo za mateso, sio kwa sababu hawajui watoe adhabu gani, ila kwa sababu wanatoa adhabu wakiwa na hasira na wakiwa na misongo ya maisha. Sasa tunakuja kwenye aina ya adhabu. Ukitoa adhabu ukiwa na upendo ndani yako na ukitoa adhabu ukiwa na utulivu ndani yako, hutalenga kumuumiza mtoto, utalenga kumpa marekebisho, ambayo hiyo ndio maana unapomwadhibu ukiwa na hasira unakuwa unalenga kumkomoa. Na ndio maana sasa mwingine anafikia anachoma mikono, mwingine anachapa mpaka mtoto anachanika anatokwa damu, mwingine anafanya vyovyote ambavyo inakuwa ni mbaya. Sasa nikirudi kwenye adhabu gani? Nasema adhabu ni aina yoyote adhabu itakayotolewa, lakini ambayo inalenga kumrekebisha mtoto kitabia, lakini inalingana na umri wa mtoto na uwezo wa mtoto kutambua, na inalingana na kosa. Unaona? Ila adhabu yoyote ambayo kwa hapo kwenye kulingana na kosa, kama ni kosa kubwa, maana yake adhabu inatakiwa kuwa kubwa. Sawa, inaweza ikawa ni kubwa, ndio kulingana. Sasa tunaposema kosa hatumaanishi kwa siku hiyo moja, sawa. Unajua, kwa mfano mtoto unaangalia pia na kosa, huyu mtoto ana makusudi, amefanya hili jambo kwa makusudi akiwa anafahamu, lakini pia tukipima ukubwa wa adhabu ni ukubwa wa aina gani. Sasa ndio hapo tunapokuja kuangalia sasa kijamii tunatambuaje. Kijamii tukiona adhabu tunalenga iwe ina nia ya kubadilisha. Sasa hata kama ikiwa ni kubwa, lakini inasababisha ulemavu, inasababisha maumivu ambayo hayatakoma, inasababisha kujenga tabia nyingine mbaya, kwa sababu kwa mfano adhabu nyingi zinazotumika na wazazi ni adhabu za viboko. Adhabu ya viboko au kupiga inaendelea kila siku kumjenga mtoto usugu, lakini pia inamjengea uoga, au mwingine inaweza kumjengea ukatili, yeye mwenyewe akafikiri kwamba kila jambo tunalitatua kwa kupigana. Kwa hiyo kishajengeka kwenye mfumo wake. Unadhani ni adhabu gani ambayo inaweza kawa sahihi kutumika? Kwa sababu hiyo unayosema viboko, kwamba akipata viboko inamtengenezea ukatili, kupigana. Unajua kuna tofauti ya ukijaribu kustadi vizuri utaona kwamba generations zinatofautiana. Sawa sawa. Wewe wakati unakuwa ukiwa mdogo, mtoto mdogo, huenda wazazi wako walikuwa wanakuchapa viboko. Na kila ukifanya kosa wanakuchapa viboko. Lakini sasa hivi nikikuangalia unaonekana ni mtu mwenye nidhamu, mtu ambaye nasema bana, huyu mtu amelelewa vizuri. Lakini generation ya sasa hivi ukitumia mbinu zile zile zilizokuwa zinatumika kipindi cha nyuma, mjadala unaibuka. Sasa hapo ndo inapokuja sasa ni adhabu ya namna gani? Ni adhabu gani? Kwa mfano mtoto amekosea, unampa adhabu gani? Nashukuru sana. Kwanza niseme hivi, natamani sana huwa kujiepusha na kuzungumza moja kwa moja, maana sasa hizi kuna mjadala mkubwa sana, sio tu Tanzania, duniani kote, kuhusiana na viboko vitumike au visitumike. Sawa, mimi siko kwenye kusema viboko visitumike, unaona, na tuangalie kuna swala la sayansi, kuna ni mambo mengi yanayochangia, lakini mimi nasema kuna kundi kubwa sana la adhabu. Kwanza kuna kiboko kama adhabu. Pili, ambao kwa wewe unaona inafaa haifai? Mimi naruhusu kiboko. Vingapi? Sasa hapo ndio inabidi tuongee kabla hatujazungumzia. Unasikia? Nisingetaka kukaa baki ukizungumza viboko. Swali lingine linalofuata, vingapi? Sawa, hata vingapi vinachapwa wapi inategemea. Ukiangalia muongozo wa utoaji wa adhabu kwa mfano tu, sawa, kwenye
shule za msingi. Nafikiri waraka wa elimu wa mwaka 2002 kama sio 2002 mwanzo wa miaka 2000 hapo ulielekeza kwamba mtoto akikosea kwa mfano wa shule ya msingi au sekondari anapaswa achapwe viboko visivyozidi 4. Sawa. Na nani? Swali la anachapwa na nani? Kwa sababu hilo nalo ni swala la msingi. Nani anamchapa? Awe mwalimu mkuu. Kama mwalimu mkuu hata mchapa, basi mwalimu mkuu atoe kibali cha maandishi kwa mwalimu. Na hivyo viboko 4 ni kwa makosa gani? Yaani sio kila kosa utachukua fimbo na kumchapa. Kwa kuna kosa ambalo labda limeidhalilisha shule, limefanya shule hii. Kwa maana yake hapo ni kosa kubwa. Sasa tunakuja pale. Kwa haya makosa madogo, sijui mtoto kachelewa, mtoto sijui kala chakula bila kuambiwa ale, mtoto kaenda wapi kucheza, vitu kama hivyo. Ni adhabu za namna gani ambazo wanapaswa kupewa? Nakubaliana na wewe kabisa. Kwanza kuangalia kwa nini mpaka sasa mifumo yetu imeruhusu viboko vitumike, ya maana nacho ni sehemu ya adhabu ambayo inatakiwa kutumika, lakini swala tunachokuja kuangalia kikitumika vibaya kinasababisha madhara makubwa kwa huyu mtoto. Lakini tuje sasa kwenye zile adhabu mbadala ambazo watu wengi wanatamani kuzisikia. Ndio. Unaweza ukamnyima mtoto fursa za vitu ambavyo anavipenda, kwa wale ambao wanaangalia TV au kitu chochote. Unajua mtoto mwingine hapendi TV. Lakini kitu chochote ambacho unafikiri mtoto hapendi. Kuna wengine anamweka mtoto kwenye ukuta, wanasema wanamweka kwenye engo au kuangalia kwenye ukuta, anakaa hapo kwa muda fulani. Mwingine wanamrestrict, wengine wanamchelewesha baadhi ya vitu. So hizo zote ni mbinu za kumfanya mtoto kwenye ukuta nimeisikia sana. Hiyo inasaidia nini? Ni adhabu ambayo mimi ndio maana nasema adhabu zote ni adhabu. Ni adhabu ambayo inashughulika na saikolojia ya mtoto. Akiwa amekaa anaangalia hivi, anakuwa amenyimwa uhuru. Sawa? Hatakiwi kuangalia pembeni, hatakiwi kushughulika na kitu chochote, aangalie hapa ukutani. Akiwa hapo anaendelea kutafakari mazingira hayo. Kuna watoto wengine hawataki kabisa hiyo adhabu. Kwa mfano mimi naweza nikasema kwa maana yake ana face ukuta. Ana face ukuta, anatulia hapo. Anakaa pale kwenye engo ya ukuta, ana face ukuta. Ana face ukuta. Anaangalia ukuta moja kwa moja. Alafu anatulia hapo kwa muda. Unaweza kumkuta machozi yanamtoka. Hakuna mtu, hata wewe saizi tu tukisema simama hapa, angalia hapo, ndio adhabu yako, unaweza kukuta wewe unaanza kulia, kwa sababu ile ni kitu ambacho unashughulika, umenyimwa uhuru. Au niseme siku moja nitolea mfano tukio. Sasa haiwezi kuwa psychological torture. Yes, ndio hapo napokuja kwamba adhabu yoyote ina maumivu. Sawa, yani hakuna adhabu ambayo haiachi maumivu kwa mtu. Inawezekana ni maumivu ya kisaikolojia au maumivu ya kimwili, lakini ndio maana nasema hata hiyo lazima iwe na kikomo. Unaona? Sasa mzazi inabidi uifanye ukiwa, ndio maana unakuja kwanza, kabla ya utoaji wa adhabu lazima utafakari unalenga kitu gani na kwa muda gani mabadiliko yafanyike. Ila kabla hatujazungumzia hayo, pia nizungumzie habari ya adhabu kubwa sana ni mahusiano. Unajua, ukiwa na mahusiano mimi na mazuri na wewe, tukiwa na mahusiano mazuri, hautapenda kunikosea na mimi sitapenda nikukosea, kwa sababu tunaelewana. Na nikikosea, ukigundua kwamba nimeumia kwa sababu nikigundua kwamba umeumia kwa sababu nimekosea, utajirekebisha. Ndivyo ilivyo kwa maisha na watoto wetu. Watoto wetu kama tumejenga nao mahusiano mazuri, tunawapenda, wanafahamu tunawapenda na tunaongea nao, wao nao hawatamani kuvunja hayo mahusiano na sisi. Unaona? Kwa hiyo kikubwa ambacho huwa nazungumzia kwenye maisha na mahusiano yetu na masuala ya kuwatengenezea watoto tabia, kikubwa ambacho huwa nasema ni sisi wazazi au walezi kuwa na mahusiano mazuri na hawa watoto. Nikupe mfano, nikiwa shule ya msingi nishai kufanya makosa, nikapelekwa kwa mwalimu mmoja. Yule mwalimu huwa namtafuta mpaka leo, sijawahi kumpata. Yule mwalimu aliwaondoa watoto wote. Anaitwa nani? Mwalimu anaitwa Perida Gondera. Perida Gondera, kama ananisikia kwenye kipindi, namtafuta sana. Yule mama, wataka umpongeze kidogo kabisa, umpe zawadi kidogo kabisa. Safi. Alikuwa nilipopelekwa kwake kwa ile kosa, akaondoa wanafunzi wote. Baada ya kuwaondoa, akaniacha tu nikakaa pale pembeni. Nimekaa muda tu, baadaye akaniambia, usirudie tena, nenda darasani. Ile kitu mpaka leo naitafakari, kwa sababu
ilinisaidia kubadilika kabisa mtazamo wangu kuhusiana na maisha. Kwa hiyo inategemeana na nikampenda. Ulijisikiaje? Yani uliona nini kwenye hiyo reaction yake? Nilichoona ni kwamba yule mama ananijali sana, ananipenda. Na ngoja nikwambie ukweli. Kwa maana yake hoja hapo ni kwamba hata adhabu tunazozitoa wale tunawapa adhabu waone kwamba tunazitoa kwa upendo pia. Sawa sawa. Waone sio kwa sababu tunaochukia. Unajua akishaona kwa sababu unamchukia, hiyo adhabu inabadilika kuwa vita. Haibaki kuwa adhabu, inabadilika kuwa vita. Lakini pia umezungumzia kitu ambacho natamani kiseme hapa kwa watazamaji wetu. Ndio. Umesema kwamba zama zinabadilika. Ukweli ni kwamba sasa hivi kuna matatizo mengi ya kiafya hasa kwa watoto. Na miongoni mwa matatizo ni matatizo yanayohusiana na wanasema neurodevelopmental disorders. Sure. Ni magonjwa yanayohusiana na mfumo mvuruganiko wa nyuzi kamba kwenye ubongo katika makuzi. Hayo yanahusishwa na matatizo kama mawasiliano, uelewa wa darasani, lakini kuna swala la utulivu ambayo yanaitwa attention deficit hyperactivity disorders, kuna autism, spectrum disorder. Haya ni matatizo ambayo watoto wanakuwa na tabia ngumu. Unaweza ukafikiri ana tabia ngumu. Wengine anaweza kawa hakusikilizi, hana utulivu wa kusikiza, hana utulivu wa kuelewa. Unaweza kukuta anarukaruka kila mahali. Kwa hiyo hizo kiujumla kwa tamaduni zetu ni makosa. So unaweza ukajikuta unampiga au unamwambia tulia ukutani, kumbe huyu mwenzio sio tabia, ni ugonjwa. Kwa lazima umjue pia mtoto wako. Sawa sawa. Kwa kama mzazi lazima kwanza umwelewe mtoto. Badala ya kufikiri kwamba ni kila kitu kinasolviwa kwa kumweka ukutani, sawa, au kumchapa au kumnyima kitu anachokipenda, kumbe anahitaji tiba. Sasa mbali na hiyo kuna mabadiliko pia ambayo yametokea ya kitabia, behavioral change, ambayo sasa haya yanasukumwa na mabadiliko mengi sana ya kiulimwengu, masuala ya teknolojia, mazingira ya sayansi, vitu vingi sana vimeevolve. Kuna siku hizi kuna mambo ya AI. Kwa hiyo vizazi vinavyozaliwa huku mbele vinakuwa na tabia tofauti na vizazi vya nyuma. Tunasikia Gen Z. Gen Z wana tofauti na millennials. Kwa mimi ni millennial. Gen Z wana tofauti na sisi. Ukienda kuna alpha, kuna beta sijui. Vyote hivyo vinatofautiana. Vizazi hivi ambavyo vimeevolve katika kipindi hiki cha teknolojia, ukimwambia lala chini ili umchape, lazima akuulize, lazima umwambie kwa nini alale. Yani ukimwambia hiki anakuambia hiki. Sasa katika mazingira kama hayo, unadhani kwamba na mbinu pia ambazo tumekuwa tukizitumia kuadhibu watoto zinapaswa kubadilika pia? Zinapaswa kubadilika. Zinapaswa kubadilika sana, kwa sababu sio tu kwa teknolojia. Of course tunaweza kurudi kwenye teknolojia, pia hivi vifaa tunavyowapatia watoto vinaweza vikachangia kuharibu tabia zao. Unaona? Kuna wazazi wengine anaweza kumwacha mtoto muda mrefu akiwa anatumia hizi simu. Kitaalamu hata kuangalia hii screen tu kwa muda mrefu na kuangalia zile katuni tunazozungumzia kwamba zinafundisha, kuna muda ikizidi inamharibu mtoto utulivu na inaweza kavuruga mpaka usingizi, lakini pia inaweza kavuruga hata yeye jinsi anavyo respond kwenye mambo na watu. Kwa hiyo inaweza kumfanya akajikuta anaanza kuwa na tabia mbaya ambayo hakuwa nayo. Sasa tufanyeje? Sasa kwa ufupi tufanyeje katika mazingira kama hayo? Sasa kwanza kabisa kuna miongozo ambayo imetolewa kama kwa mfano matumizi ya teknolojia. Kuna miongozo imetolewa. WHO na mwongozo wa matumizi ya vifaa hivi. Mtoto chini ya miaka 2 wanasema ni afadhali asitumie kabisa, wanarecommend kutokutumia kabisa. Lakini wazazi wanafikiri kwamba mtoto wa miaka akitumia angalau wanapata nafasi ya wao kufanya mambo mengine. Sasa kwenye upande wa adhabu, tusiingie sana kwenye matumizi ya vifaa. Kwenye upande wa adhabu katika mazingira haya tulionayo, watoto kama hao wa kizazi hicho, ni adhabu zipi zinawafaa? Bado narudi kitu cha kwanza. Mzazi yeyote ambaye labda anafuatilia, hakikisha mwanao kwanza kabisa, kabla hujatoa adhabu, unampenda na anajua unampenda.
na hakikisha kwamba mna makubaliano, yani mna mahusiano mahusiano imara, mahusiano chanya ambayo yanazidi adhabu. Ndio. Cha pili, unaweza ukafanya adhabu vitu mbadala. Nimezungumzia habari ya kumnyima vitu anavyovipenda. Hiyo mwingine unamwambia sasa, wewe kwa sababu ulikuwa unataka tuende kuogelea, kwa wale ambao wanaogelea. Sasa tuangalie na jamii. Kwa sababu wewe unatamani kuogelea na ulikuwa nikupeleke kuogelea, kwa sababu umefanya hiki ambacho sio sahihi, sio sawa, na tulishakubaliana, na ni vizuri sana au anajua hicho ni kosa. Kwa mara ya kwanza nitakwambia, kwa unavyompa adhabu lazima pia umwambie kwa nini unampa hiyo adhabu kabisa. Yani lazima mtu yoyote, hata wewe ukihukumiwa bila kuambia ulichokosa, utaona ni uonevu. Vipi kuhusu kumpa nafasi ya yeye kujitetea? Ni sawa, unaweza kumpa, na ni vizuri, na hiyo nafasi ya kujitetea inakusaidia kujua kwa nini alifanya alichokifanya. Kwa sababu unaposema kwa nini umefanya, unaweza ukafikiri wewe unachokiwaza ndicho, kumbe yeye alikuwa anakiwaza kitu kingine tofauti kabisa na kilichotokea ni bahati mbaya. Kwa kumalizia kwa ufupi sana, unadhani kuna sheria zetu zilizonazo za watoto zinazoshughulikia mambo ya watoto zinajitosheleza katika kumlinda mtoto kwenye ile eneo la adhabu? Kwa ufupi sana. Kwa sasa wizara imeshafanya marekebisho ya sheria za ulinzi wa watoto kwa sehemu kubwa. Unajua kila siku kuna mambo yanaibuka na sheria zitahitaji kufanywa mabadiliko, lakini ninachokizungumzia ni kwamba kitu ambacho tumepungukiwa ni kuwajengea wazazi uwezo wa namna ya utoaji wa adhabu na masuala ya malezi kiujumla. Kwa hiyo tunachohitaji sasa hizi kujikita kwenye jamii yetu ni kutoa mwongozo kwenye masuala ya malezi na makuzi ya watoto, lakini pia kusaidia familia ambazo ziko na changamoto. Na nakushukuru sana Onesmo, shukran sana. Ni Onesmo Itozie huyo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya watoto. Na sasa tupate mkusanyiko wa taarifa mbalimbali za kimataifa wiki hii. Maelfu ya watu wamefanya maandamano katika majimbo yote 50 ya Marekani wakipinga sera za serikali ya Rais Donald Trump katika kile kilichoitwa maandamano ya No Kings. Waandamanaji wakieleza wasiwasi wao kuhusu sera za uhamiaji, hali ya uchumi na kuongezeka kwa ushiriki wa Marekani katika vita vya Mashariki ya Kati. Waandaaji wa maandamano hayo wamesema lengo lao ni kutetea demokrasia na kupinga kile wanachodai kuwa matumizi makubwa ya mamlaka katika serikali kuu. Maandamano hayo pia yalifanyika katika baadhi ya nchi nyingine duniani, yakionyesha kuongezeka kwa mjadala wa kisiasa kuhusu uongozi wa Marekani. Washirika wa Marekani katika eneo la Asia wameanza kuonyesha wasiwasi wao kuhusu vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, wakihofia kuwa mgogoro huo unaweza kupunguza umakini wa Marekani katika masuala ya usalama wa Pasifiki. Nchi kama Japan, Korea Kusini na Taiwan zinahofu kuwa kuhamishwa kwa rasilimali za kijeshi za Marekani kwenda Mashariki ya Kati kunaweza kudhoofisha usalama wa eneo lao, hasa wakati wa mvutano na China ukiendelea kuongezeka. Na mvutano katika mlango wa Hormuz na mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati katika eneo la Ghuba umechangia kupanda kwa bei ya mafuta katika soko la dunia. Njia hiyo ya bahari ni muhimu kwa usafirishaji wa sehemu kubwa ya mafuta duniani. Wachambuzi wa uchumi wanasema hali hiyo inaweza kuathiri uchumi wa mataifa mengi kwa kuongezeka kwa gharama za nishati na usafirishaji. Baadhi ya nchi tayari zimeanza kuangalia mikakati ya kupunguza athari za kupanda kwa bei ya mafuta. Faraja Samo, Habari Weekend. Yako mengi pia kwenye michezo, ikiwa ziko taarifa mbalimbali, michuano mbalimbali ambayo inaendelea, lakini zaidi michuano ya basketball ama mpira wa kikapu, ambapo timu ya mpira wa kikapu ya Dar City imeendelea kung'ara kwenye mashindano ya Afrika yanayofanyika nchini Afrika Kusini, kama ambavyo tunaelezwa kwenye taarifa hii na mkusanyiko wa taarifa nyingine nyingi za michezo. Timu ya mpira wa kikapu ya Dar City kutoka Tanzania inayoshiriki mashindano ya kikapu kwa mataifa ya Afrika nchini Afrika ya Kusini imeendelea kung'ara baada ya kuwagaragaza Nairobi City Thunders ya nchini Kenya leo kwa vikapu 90 kwa 85. Huu ni mchezo wa pili kwa Dar City ikipata ushindi wa pili mfululizo kwenye mashindano hayo, ambapo mchezo wa kwanza walipata ushindi wa vikapu 100 kwa 70 dhidi ya Johannesburg Giants ya Afrika Kusini. Dar City watashuka dimbani tena tarehe 31 kumenyana na Al Ahli Benghazi ya Misri. Mashindano ya Yanga Soccer School yanayoandaliwa na klabu ya Yanga ikishirikiana na kampuni ya Emwani Coffee Limited yanayoshirikisha vituo 16 vya kukuzia vipaji vya soka nchini yamefanyika leo kwenye uwanja wa TFF Kigamboni, ikishuhudiwa ushindani wa hali ya juu kwenye timu zilizoshiriki.
Mashindano hayo yenye lengo la kuwasaka vijana 10 wenye vipaji vya soka yanatarajiwa kuhitimika kesho kwenye uwanja wa KMC Complex kwa mchezo wa fainali ambapo timu ya Fountain Gate Academy itamenyana na timu ya kituo ya TFF TDS Under 17 asubuhi. Uongozi wa Azam FC kupitia kwa meneja masoko na mauzo wa klabu hiyo Ayubu Shilukindo umeanza rasmi hamasa kuelekea Mzizima Dabi ambapo Azam FC itawalika Simba April 5 uwanja wa Azam Complex Chamazi. Mashabiki wa klabu hiyo wametamba na kuamini kuwa watamfunga mnyama tena kwa mara ya pili. Mashabiki wameeleza namna wanavyoamini kikosi chao na ubora wa kocha wao Florent Ibenge utakavyoweza kumwangamiza mnyama, licha ya kuwa haitakuwa mechi nyepesi, ila wanaamini ushindi utapatikana tu. Na sasa tukujuze kuhusiana na hali ya hewa ikoje. Kama ambavyo tunafahamu kwamba kumekuwa na mabadiliko ya hapa na pale, mvua zinanyesha katika maeneo mbalimbali nchini. Lesia Haule tayari iko hapa. Lesia, karibu sana. Asante sana Paul. Naam. Karibu sana kwenye utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, unawasilishwa kwako na mimi Lesia Haule. Tumeweza kuona kuna mvua na athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali, lakini pia tuko katika msimu wa upepo wa kusi, na Mamlaka ya Usafirishaji Baharini pale Zanzibar wameweza kutoa ratiba ambayo inapaswa ifuatwe na wanaotumia barabara kwa ajili ya usafirishaji ili kuweza tu kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza. Turudi sasa, leo usiku hali ikoje? Tunaona upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote ukitokea kusini mashariki na kufanya hali ya mawimbi kuwa ni madogo kiasi. Hivyo watumiaji wa bahari wawe na hali nzuri. Huku katika maeneo yaliyozunguka Ziwa Victoria, lakini pia mkoa wa Kigoma pamoja na Tabora kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua zilizoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache, na maeneo mengine yote ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na kwa hapo kesho, upepo wa bahari unatarajiwa kuendelea kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 katika pwani ya kusini, huku kasi ya kilomita 10 kwa pwani ya kaskazini ukitokea kusini, na kufanya hali ya bahari kuwa na mawimbi madogo kiasi. Hali ya mvua ikitarajiwa kuendelea katika maeneo mengi ya nchi kama tunavyoweza kuona katika ukanda wa Ziwa Victoria, lakini pia Kigoma, Tabora. Huku na kwenyewe kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua zilizoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na hali hiyo pia inatarajiwa katika mkoa wa Tanga na visiwa vya Pemba na Unguja. Lakini pia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi zinatarajiwa katika mkoa wa Singida pamoja na Dodoma. Huku maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Kwa viwango vya juu vya joto, kiwango cha juu cha joto kabisa kinatarajiwa kuwa ni nyuzi joto 31 kama tunavyoweza kuona katika mkoa wa Tanga na maeneo mengine. Lakini katika mikoa mingine wastani unatarajiwa kuwa ni nyuzi joto 24 mpaka nyuzi joto 30. Na huu ndio utabiri wa hali ya hewa kwa siku hii ya leo. Basi nikurejeshe kwa Goodluck Paul ili muweze kuendelea na habari weekend. Naam, shukrani sana Lesia Haule, asante sana kwa taarifa hizo ambazo umetujuza hapo. Na kwa kukamilisha matangazo yetu, tukukumbusha tuliokuwa nayo usiku huu. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mwenzangu ni Claudia Mwakatobe aliyekuwa anatutangazia kwenye lugha ya alama. Mimi ni Goodluck Paul, nikutakie usiku mwema.